Zamani ni sawa, na mbona kama imefifia kidogo. Mzee Othman Sud, mwanamuziki mahiri wa taarab. Mtu dada fulia hapo. Aliyekuwa mwanamuziki mahiri wa taarab. Ni kweli swali lako kidogo sema na sehemu mbili kwamba kwa nini taarabu imefifia na kwa nini imekuwa muziki mahiri. Kwa hiyo tukianza hii taarabu kufifia kwamba sasa hivi nilivyoona kwamba watu wengi wanaanzisha vikundi vya taarabu, wanakuwa wanapiga kopi, hawana ubunifu kuendeleza hiyo taarabu yenyewe kwa kila siku kuwa na kitu kipya. Ni vile vitu ambavyo tumeviacha sisi na waliopita nyuma, ndivyo wao sasa hivi wamekuwa wanaviendeleza, wanavipiga hivyo, lakini hawako tayari kwa usiji, kama hawako tayari au hawana uwezo, lakini taarabu inafifia kwa sababu hakuna ubunifu sasa hivi katika taarabu. Taarabu ni ile ile ya zamani na ya katikati na ya nyuma kidogo hapo, ndio hizo taarabu hiyo ambayo mpaka leo inatumika. Kwa hiyo hili ndio sababu jambo kubwa ambalo sifanya taarabu sasa hivi fifie na ife, kwa sababu hakuna ubunifu, hakuna muendelezo wa taarabu yenyewe. Watu wamekaa katika nyimbo zile za zamani, basi wamekwisha. Nikukumbushe, Kariakoo unaweza ukaenda duka la Janelle Store ukanunua bidhaa za jumla na rejareja za vipodozi. Vipodozi vya Janelle ni original, uhakika kabisa. Bado tupo visiwani Zanzibar, tupo na baba Zuchu, na wewe mmekuwa na mahusiano ya aina gani sasa hivi kama baba na mtoto? Mtoto anaimba, mtoto amekuwa star, yani mpaka sisi tunaona raha, tunafurahika kwa hili. Mahusiano yako na mtoto wako yapo? Mahusiano wewe, kwa sababu baba na mwana au mama na mwana hana mahusiano zaidi ya ule uzawa. Huo ndio uhusiano. Kwa hiyo mahusiano ya karibu tunayo, mambo yake yote yanapitia kwangu. Maisha yake yote kwa sasa hivi mimi ndo mshauri wake. Kwa mambo yake, mambo ya majenzi ya nyumba zake, kila anachofanya hapa, mimi hapa kwa upande huu wa Zanzibar nadhani ndio msimamizi mkuu kwa mambo yake. Kwa bara huko mama yake yupo anawasimamia katika mambo, na hata hivyo pia huko pia salamu naletea, wanashauriwa. Kwa hiyo hasa hapa Zanzibar mimi ndio msimamizi, kila alichonacho hapa Zanzibar basi kinapita kwenye mkono wangu. Bora sana, hongera, na mmefanana mtazamaji, hata ukitazama vizuri wamefanana vizuri sana. Kwa hiyo kila kitu anakuharifu, kwa hiyo ana maujenzi, mashaallah. Ni binti yako wa aina gani Zuchu? Asiwe kuzaliwe. Ukimtazama mimi, ukiniuliza mimi Zuchu wa aina gani, nitakwambia ni binti mwenye nidhamu, amelelewa, anaimba vizuri, mengineyo ya kiulimwengu tu ya hapa na pale. Haya, we baba, unaniambia binti yako ni binti wa aina gani? Haiwezi kaa tukawa tunamjua yote. Ni mtu mzuri, mtu msikivu, mtu mtulivu, mtu ambaye ana akili, ni mtu mbunifu, ni mtu ambaye kwa kweli si mtu wa kurupuka, ni mtu ambaye ametulia. Hafanani na wasanii wengine jinsi wanavyofanya. Yeye kwa kweli ni mtu ambaye ametulia na hamtegemei mtu katika utunzi wake, anatunga yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajitegemea, ni mtu mzuri kwa kweli, mtu mwenye uwezo mkubwa. Ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Ukiangalia baba yake na mama yake wote mna kipaji, wote mshaikushika namba 1 ya ustaa Tanzania. Ukimtazama unadhani amerithi kwa nani? Haswa kwako au kwa mama? Mtu hurithi kote. Hata sura kumtazama utaona mtu akafanana na mama, akafanana na baba. Kwa hiyo hilo ni jambo la kawaida. Hilo ni jambo la kawaida. Ukimtazama unaona huko afanana Malkia, ukafanana na wewe, jambo ni jema. Hivyo ndivyo alivyo binadamu yoyote. Kwa hiyo mtu hawi sehemu moja. Na kuna habari zilitufikia juzi kati kwamba ilikuwa aposwe binti yako na msanii mkubwa Afrika, Diamond, msanii tajiri.
Kwa Tanzania ni msanii namba 1 Diamond Platnumz. Ikasemwa mengi, sijui imefikia wapi ile swala la pozi. Kwa kweli hilo jambo halijawa rasmi, ni mambo ambayo ya uvumi, ni mambo ambayo zaidi yapo kwa media, labda yapo kwa watu milioni, lakini kwa halisia wake bado hilo jambo halijawa tayari. Mbona tukaambiwa familia walikutana wakajipanga? Familia wakakutana wakajipanga, lakini jambo liko halijawa tayari, ndo halijawa tayari. Lakini jambo litakapokuwa tayari, basi litakuwa tu. Kama si kwa upande huo, upande mwingine. Lakini binadamu adamu yuko hai na ana watu, na watu wanampenda. Kwa hiyo si lazima wawe mzuri wala si lazima wawe mbaya. Riski ya kuolewa ni jambo ambalo amelipanga mwenyewe Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo haijalishi nani au nani wa nani au sababu gani. Kwa hiyo hilo jambo kwa ufupi halijawa tayari. Haya. Yes, tuko Zanzibar. Kama unavyosikia sauti nzuri, marashi ya karafuu. Baba umesema jambo halijakuwa tayari. Hivi wakasema tena Diamond aliahirisha. Ni kweli? Mimi siwezi kujua kwa sababu katika jambo ambalo halijapitia kwangu hilo, ila kuahirisha au kuwa tayari, lakini jambo ninajua mimi kwamba bado hajawa tayari muoaji au muolewaji, bado hawajawa tayari. Watakapokuwa tayari hakuna ambaye atalizuia wala hakuna ambaye atakaleta sababu nyingine yoyote. Asante. Mashabiki wa Zuchu wanakutazama, wanampenda sana Zuchu, muziki wake, wanakupenda sana wewe, muziki wako bado umebaki kwenye records. Unawaambia nini baba kama baba? Nawaambia tu kwamba waangalie, wakae vizuri na kijana wetu huyu. Wamshauri, wasimtukane, wasimdhalilishe. Sanaa maana yake alijitolea kufanya sanaa kakusudia kufurahisha watu. Si siasa ile kama agombania madaraka au anagombania kuingia Ikulu. Yeye anachogombania kukonga nyoyo za watu. Kwa hiyo mtu anakuja kukonga nyoyo za watu, huna haja ya kumtukana, kumdhalilisha, kumzulia mambo, kumfanyia husda. Kwa hiyo haya mambo hayafai. Basi. Umesikia hivi enzi zenu haya mambo ya kumzulia mtu husda yalikuwepo? Ndio binadamu ulivyo. Haya mambo yapo. Mambo yapo. Mna kabana nayo vipi? Unayapuuza tu kwa sababu ukichukulia kila jambo ulichukulia hatua, mwisho utakuwa kichaa. Maisha yako mashaallah tunasema hapa visiwani Zanzibar, mtazamaji.